Watu wa Kyela wanapenda mpira na ni watu wakarimu na ni watu wazuri, kwa hiyo ni watu wanaosupport sana majambo ya watu wao huko. Mmewafunga magoli 3. Bila shaka nyie ndio mpo wazuri, wachezaji wazuri sana kwa upande wenu, huku kwao wako tofauti, si ndio? No, ni userious tu kwa sababu sisi tumekuja na serious na tuliwaambia vijana tutaka tushinde hii mechi, kwa sababu ukiangalia walioanza kipindi cha kwanza ni watu ambao wamecheza ligi, kwa hiyo tukaona kipindi cha pili tuje na idea nyingine ya kubadilisha vijana wakawa wengi, kwa hiyo nadhani vijana wakaweza kuwazidi wenzetu kwa mbinu ambazo walikuwa nazo mwalimu wetu katika mchezo wote. Sawa, Duchu, tuambie namna hiki ambacho amekifanya Azizi pamoja na wachezaji wengine, lakini pia nyewe wachezaji wenzake kumsupport, ni kitu kikubwa kwa namna gani? Ni kitu kizuri, ni kitu kizuri kwa kitu kama hii. Tunaona hata wenzetu wa Afrika Mashariki, Afrika Magharibi wakitoka kwenye timu zao wanarudi nyumbani wanafanya vitu kama hivi. Kwa hiyo ni kitu kizuri, hasa kama mtu umetokea katika maisha haya, kwa hiyo unavokuja unaungana na marafiki zako na maswaiba wako na chochote ambacho unataka kukifisha sehemu fulani. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kwa hiyo ni vitu vya kuiga kwa mchezaji yoyote, haijalishi unacheza wapi, lakini ni kitu kizuri sana. Hujacheza sasa? Mimi kutokucheza ni kutokana pia na taratibu za timu yangu na kanuni, kwa sababu sehemu yoyote ya kazi ina kanuni na taratibu zake, lazima uzifuate. Kanuni inakataa? Yes, kanuni inakataa na haikatai, lakini uwasilishaji wako unatakiwa uwasilishe mapema, lakini pia katika kuwasilishaji wako unaweza kukubaliwa na ukakataliwa. Kwa hiyo sio mbaya, kwa sababu hata wewe kazini kwako pia kuna vitu unaambiwa hivi usifanye, lazima uzingatie, na unapotaka kukua au unapotaka kwenda sehemu fulani kwa timu yetu kama Simba, lazima iwe na standard yake, lazima ufuate vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu muhimu sana ambavyo ni lazima uvizingatie. Sasa ukiangalia mimi ni kijana, kwa hiyo sitaki kwenda tofauti na klabu inavyotaka. Sawa, siku zimebakia chache Duchu, mrejee kwenye ligi kwa sababu imeisha hivi karibuni, lakini inawahi sana kuanza kwa msimu huu. Umejiandaa vipi sasa kwa msimu unaofuata? Mimi kwa upande wangu kwanza nimejiandaa vizuri na naendelea na mazoezi, naendelea na program ambayo mwalimu alituachia kabla ya kuweza kukutana. Kwa hiyo najua ligi ya msimu unaokuja haitakuwa rahisi, kwa sababu kama ya msimu ulioisha ilikuwa ngumu, kwa hiyo utarajia inayokuja itakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu ni kufanya maandalizi yaliyo mazuri. Kikubwa ni maandalizi ndio kila kitu, hasa kipindi hiki cha mwanzoni. Kwenye ushindani, kwa sababu unaweza kutegemea labda ukakuta na mtu mwingine tena msimu unaokuja kwenye nafasi ambayo unacheza. Ni kawaida. Yaani kama unacheza mpira, unafanya kazi yote, usiogope ushindani. Na kila mtu ana kile kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amempa. Kwa hiyo kikubwa ni wewe tu kuplay part yako. Haitaki kumchukia mtu, haitaki kumfanya mtu ajisikie vibaya. So wewe play part yako, fanya kile kitu ambacho kinatakiwa na kwa wakati. Kwa mfano mwalimu akisema fanya hiki, fanya. Sio, unanielewa? Kwa hiyo haitaki eti hata kusema kwamba bwana fulani asije. No, hakuna maisha hivyo. Hakuna, lazima hata wewe kazini kwako, kama wewe mtu hawezi kukubali challenge, basi wewe huwezi kufanikiwa, na maisha yanataka challenge ili uweze kufika sehemu ya juu. Kwa hiyo mimi niko humble, mimi siku zote niko hivyo. Mimi huaga na fly kwa sababu ndo maisha, ndo nimekulia katika situation hivyo, na namshukuru Mwenyezi Mungu, maisha yangu yanaenda. 100% ama asilimia zile ambazo ulijiwekea kwenye msimu uliopita ulizikamilisha zote kwenye timu yako ya Simba Sport? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa msimu huu, kusema kweli nimejitolea kwa 100% kabisa katika majukumu yangu ya kazi. Tumalize basi, tutajie kikosi chako cha msimu 2025-2026 cha ligi kuu. Sasa mimi hicho ni kikosi changu mimi. Shida sasa sasa hapo shida sasa inapokuja mtu anapotaka kunipangilia. Mimi kikosi changu nishasema maana kibao. Mimi kikosi changu namba 1 ni Hussein Abeli, namba 2 Shomari Kapombe, namba 3 Nixon Kibabage, 4 na 5 Lushain na Lushain jina lake na jua lingine ambalo tunataniana, hilo sipendi kumjua, Zelok. Zelok. So na unamaanisha yani Zelok unamaanisha nini? Ukiwa una lock kufuli pale. So namba 4 na 5 anacheza Zelok na Hussein Mbegu. Namba 6 Yusuf Kagoma. Namba 7 Aniset Oula. Namba 8
Namba 8 Neo Maema. Namba 9 nilimweka jamaa mmoja hivi wa Mwanza anacheza Pamba. Yule jamaa anaitwa I think naikumbuka jina lake la mwisho, anaitwa Tigisi kama sikosei. Namba 9. Namba 10 Kratos Chama. Namba 11 Libasi. Hapo hamna mtu kukuuliza, hicho ni cha kwangu. Hicho ni cha kwangu. Na wewe haupo sasa. Na mimi sipo. Alafu wote wanatokea Msimbazi. Yes. Duchu. Yeah. Na timu gani ambayo, mechi ipi ambayo ilikuwa bora kwa upande wako? Ya finali. Yeah. Ambayo mcheza na Azam. Yeah, kwa sababu sikuwahi kucheza finali na ni mechi kubwa, kwa hiyo na ulianza. Yeah, na nilianza kwangu ilikuwa ni nafasi nzuri na nilimshukuru pia nilimshukuru pia mwalimu kwa kuweza kunipatia nafasi. Nakushukuru sana. Amina, naomba niwatakie safari njema. Pia Mwenyezi Mungu awabariki, muendelee kusupport vijana kama sisi pia tukiwa tunawalika kwenye majambo yetu. Mwe mnakuja. Ni kitu kizuri ambacho nakipenda, hata nani nimemwambia sema simjui Mjimo, namuona tu dada mweupe anaitwa nani sijui. So yani mimi nimejisikia furaha sana kuona kumbe watu tunaokutana nao Bunju na leo wamekuja. Kwa hiyo asante sana, Mungu atawabariki hapo ambapo mmepatoa au mmepungukiwa au uchovu mliokuwa nao, Mwenyezi Mungu ataongezea uwe zaidi na zaidi. Amina sana. Neo Maema. Ni mtu mmoja poa sana ambaye anapenda hivyo, anapenda amani, anapenda ucheshi. Mchezaji ambaye anachelewa sana. Sasa Simba hiyo hamna hiyo. Huwezi kuchelewa kwa sababu kuna unakatwa hela, huwezi kuchelewa mazoezi. Hainaga hiyo Simba. Haya poa, asante.